ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فلقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فقال: أدومها وإن قل. نوصل كإيماني بعد kutanguliza tahmidi na thanau kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kipekee hasa kwenye hii siku ya Ijumaa ambapo tumehimizwa sana kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kadhalika usia mkubwa ambao waliohusiana watu wa mwanzo na watu wa mwisho ni usia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo basi hatutoacha kuwa ni wenye kuendelea kuhusiana na jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala kila ambapo tunapopata fursa ya kukutana na tukazungumza maneno. Katika maneno haya tutajalia usia kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo tuko katika Ijumaa ndani ya mwezi wa Shawwal. Tumeshamaliza mwezi wa Ramadhani, na baada ya Ramadhani tunahitaji kuonekana katika muonekano ambao hatukuwepo nao katika miezi iliyotangulia, yaani kuanzia huko kwenye Shabani, Rajab na kurudi nyuma, tuwe na mabadiliko. Kwa hiyo hotuba yangu ya leo itakuwa inazungumzia ni kitu gani tulichojifunza kutokana na Ramadhani, ni kitu gani ambacho tumejifunza kutokana na Ramadhani. Hii ndio mambo ambayo nitaikumbusha nafsi yangu pamoja na kuzikumbusha nafsi zenu. Lakini kabla sijaingia kwenye hiyo mambo, ningependa kukumbusha kwamba tuko katika mwezi wa Shawwal. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: man sama Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Shawwal kana kasiyami dahri kulli. Mtu yeyote atakayekuwa amefunga mwezi wa Ramadhani
kisha akafuatisha kufunga siku 6 za mwezi wa Shawwal, ataisabika ni kama amefunga mwezi mzima. Kwa hiyo fursa tunayo ya kuendelea kuisindikiza Ramadhani kwa kufanya ibada ya kufunga haya masiku 6 ya mwezi wa Shawwal. Sawa sawa umepata fursa baada ya kumalizika kwa Idi tu ukafuatisha, au ukajipa muda kidogo, lakini uhakikisha katika huu mwezi wa Shawwal haukosi haya masiku 6 ili uweze kuhesabika ni katika watu waliofunga mwezi mzima. Ndugu zangu katika imani, mambo ambayo tuliojifunza katika mwezi wa Ramadhani yako mengi sana. Watu tulionekana tukiwa tunajipinda na kukithirisha ibada mbalimbali. Katika ibada hizo tulikuwa tunahudhuria katika swala 5 kwa jamaa, tulikuwa tunajitahidi kusimama sala za usiku, tunasoma Qur'ani, tunatoa sadaka, tunaamrisha mema, tunajisheku katika ile hali ya Uislamu. Tunakaa katika mazingira ya vile vitendo tunavyovitenda na zile kauli tunazozisema, na ule muonekano wetu kwa ujumla ulikuwa unaashiria huyu ni Muislamu. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo ambayo tuliokuwa tukiyafanya katika Ramadhani. Kuna maasi ya mengi ambayo watu waliepuka kipindi cha Ramadhani, na kama wameweza kuepuka maasi hayo kwa muda wa mwezi mzima, ni kitu gani kitakachosababisha tena washindwe kwa hii miezi iliyokuwa imebaki? Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo tunayopaswa kuyaazimia ni adawamu fil ibada, ni kudumu katika ibada. Jambo hili Allah tabaraka wa taala anasema katika sura al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na mwabudu Mola wako mpaka utakapokuwa umefikwa na mauti. Tufahamu ya kwamba fa inna al-ibadata la tanqati', hakika ibada hazina ukomo. Kuabudu ni swala endelevu, na ndio maana hata Nabii Isa alayhi salatu wassalam katika kule kujitambulisha kwake, wakati alipotakiwa mama yake aeleze mtoto kampataje, miongoni mwa maneno aliyosema Nabii Isa alayhi salatu wassalam akasema, wa awsani bis-salati waz-zakat ma kuntu hayya, na amemhusia Allah tabaraka wa taala kwa jambo la kuisimamisha sala na kutoa zaka muda wowote ambao mimi nitakuwa niko hai. Kwa hiyo inaonyesha kwamba suala la ibada ni suala la dawamu. Na pale hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuulizwa na maswahaba wake katika hadithi ambayo ameipokea Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, anasema kwamba suila an-nabii sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mali ila Allah, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, faqala alayhi salatu wassalam adwamuha wa in qalla, ni yale yanayodumu hata kama yatakuwa ni machache. Matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala ni yale yanayofanywa kwa kudumu, yawe ni endelevu hata kama yatakuwa ni machache. Una uwezo wa kusimama usiku kwa ajili ya kuswali rakaa 2 tu pengine, lakini zikawa na uendelezo, zinakuwa zina thamani nyingi zaidi, thamani kubwa zaidi kuliko vile utakavyosimama usiku kucha kwa mwezi mmoja au kwa wiki moja au kwa siku moja. Inakuwa haina mantiki sana. Ndugu zangu katika imani, tuelewe kwamba suala la kumwabudia Allah tabaraka wa taala ni swala endelevu kwetu sisi. Haitowezekana kwamba tumejipinda katika mwezi wa Ramadhani tukafanya mengi tuliyoyafanya, alafu mara inafika kwenye mwezi wa Shawwal tunaacha ibada zote tulizokuwa tunazifanya. Ndipo maana ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema siku moja, bisa rajul fulan kana yaqumu min al-layl fataraka qiyam al-layl, ubaya wa mtu ni fulani alikuwa anasimama usiku alafu baadaye ameacha kusimama usiku. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba hata sisi tunaweza kuingia katika maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni katika watu ambao si bora. Tuliweza kusimama katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani umeisha, tumeacha kila kitu. Tuendeleze yale mema tuliyokuwa tukiyafanya katika kipindi cha Ramadhani, yawe ndio
katika imani, kuachilia mbali hilo ambalo tumesema kwamba ni kudumu katika ibada, tuangalie jambo la pili ambalo tumejifunza ni kuendelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala na kumtaja yeye katika kila hali, katika kila muda ambao tunaopatia fursa. Kama ambavyo kipindi cha Ramadhani tulikuwa tunapeleka maombi yetu mbalimbali, kuna dua mbalimbali tulizokuwa tunaziomba katika mwezi wa Ramadhani, basi tuhakikishe suala hilo tuendeleze na vile vile tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azipokee zile ibada zetu. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipokuwa anakithirisha sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akisema, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe Allah, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, thibitisha moyo wangu katika dini yako, thibitisha moyo wangu, upe ithibati, udumu katika dini yako. Maana yake awe na ule mwendelezo. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa waliokuwepo alikuwa ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akasema, fakultu, nikasema, ya Rasulullah, amanna bik wama jئta bik, hakika sisi tumekuamini wewe na yale uliyokuja nayo, fahal takhafu alaina, kwani unakuwa na mashaka na sisi hatutoweza kusimama katika dini yako? Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, akasema, naam, mimi nawafia, inna alquluba baina usbu'aini min asabi'illah, hakika hizi nyoyo zipo baina ya vidole viwili kati ya vidole vya Allah tabaraka wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha, anazigeuza namna anavyotaka. Kwa hiyo usije ukawa moyo umegeuzwa ukaenda katika maasi, moyo umegeuzwa ukaenda katika madhambi. Ndipo maana ambapo mimi ninapomuomba Allah tabaraka wa ta'ala authibitishe moyo wangu udumu katika ile dini yake, udumu katika ule utiifu wake. Kwa hiyo na sisi hili kama masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wao walijitahidi kwa kiwango kikubwa sana kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado aliwaogopea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa sisi wa zama hizi itakuwa ni zaidi kuliko wao ilivyokuwa. Kwa hiyo tuendelee kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupokelee ibada zetu tulizokuwa tumezitenda na atuthibitishe katika dini yetu. Na maneno mengine ambayo yanatilia mkazo juu ya hayo masala ni pale ambapo amesema Ibn al-Qayyim al-Jawzi, anasema, la tahsab anna nafsaka hiya allati saqatka ila fi'l al-khairat, wala usije ukataraji ya kwamba nafsi yako ndiyo iliyokupeleka na kukusukuma wewe kwenda katika kufanya matendo ya heri. Usije ukajibaraguza, usije ukajiaminisha, ukajipa matumaini kwamba nafsi yako wewe ndiyo ambayo iliyokupelekea kwenda kutenda matendo ya heri. Bali innaka abdun ahabbaka Allah, bali wewe ni mja tu Allah subhanahu wa ta'ala amekupenda. Fala tufarritu fi hadhihi almahabba fayansaka, wala usije ukapitiliza mipaka katika mapenzi haya, Allah tabaraka wa ta'ala akaja akakusahau, akiuthibitisha moyo wako uendelee kudumu katika kumtii na uendelee kuitumikia dini yako. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kuna haja kubwa sana ya sisi kuyapeleka maombi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo tunayotakiwa kuyafanya na tuliyojifunza katika kipindi cha Ramadhani ni pamoja na kukithirisha istighfar, ni kukithirisha kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani tumejifunza katika mwezi wa Ramadhani watu wamefanya ni sehemu ya kutubia makosa yao, ni sehemu ya kuombea msamaha makosa yao, lakini baada ya Ramadhani kuisha, huenda watu wakaona kwamba jambo hili litakuwa si endelevu tena, bali sisi tunasema ya kwamba jambo hili ni endelevu. Na haya ndio ilikuwa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akasema katika hadithi yake, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira, heri nyingi zimfikie yule ambaye atakayekuta katika kitabu chake ameomba msamaha kwa wingi sana. Heri nyingi zimfikie yule ambaye atakayekwenda kukuta siku ya Kiyama kurasa zake zimejaa istighfar. Na hili suala la istighfar ni jambo dogo, ni maneno machache ambayo tunayoweza kuyaomba. Kwa hiyo tukithirisha sana kumuomba msamaha
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لمن ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waja wake pale wanapokuwa wamejitahidi kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Swali la kusema astaghfirullah min kulli dhunubi wal maasi ni jambo dogo, ni kitu kidogo ambacho unaweza kukisema wakati wowote. Unatembea, umekaa, unafanya kazi na una shughuli zingine, unaweza ukayafanya hayo. Kithirisha sana Muislamu katika hilo. Kadhalika anatuambia Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, an-nakbatu allati ta'atina wallati nahnu na'ishu al-ana, matatizo yote ambayo yanayotufikia na ambayo tunaishi nayo sasa hivi bisababi dhunubi wal maasi, sababu yake kuu ni haya madhambi na maasi. Ndiyo maana matatizo na majanga mbalimbali yanatufikia. Kwa hiyo suluhisho la kuyaondoa haya ni kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala katika sura Al-Imran anasema walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao pindi wanapokuwa wamefanya mabaya au dhalamu anfusahum au wakadhulumu nafsi zao, dhakarullaha fastaghfaru li dhunubihim, wanakimbilia kumtaja Allah na kuomba msamaha kwa madhambi yao waliokuwa wamefanya, wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na wala hawaendelei kuyafanya haliyokuwa wanayajua, hawaendelei kuyafanya makosa haliyokuwa wao wanayajua. Kwa hiyo tutumie hii fursa ya kuomba msamaha na tutumie hii fursa ya kudumu katika ibada, kwa sababu mwezi wa Ramadhani bwana tuliacha madhambi. Sasa tuliacha madhambi haliyokuwa tunajua haya ni madhambi, kwa nini sasa hivi tuendelee? Allah tabaraka wa taala ametaja hizo sifa za wacha Mungu, amesema wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, wala hawaendelezi yale madhambi wanayofanya haliyokuwa wanajua haya ni makosa. Kufanya hivyo itakuwa mja amejiwekea wakati mgumu sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Qul huwallaha wa antum mu'minuna bil ijaba wastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa usi nafsi marratan thaniya bi taqwa Allah ta'ala wa ta'atihi falaqad faza al-muttaqun. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani imetufundisha mambo mengi sana. Allah tabaraka wa taala ameshawaambia watu wanapomaliza ibada ya haji, akawaambia wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala, akawaambia wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana. Na hapa tunapata munasaba kwamba ibada inapokuwa imemalizika inakuwa ni mwanzo wa ibada nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra, pindi mtakapokuwa mmemaliza manasiki zenu, ibada zenu, basi mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kama mnavyowataja baba zenu au zaidi ya hivyo. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lakini cha ajabu, kuna baadhi ya watu wanasema ewe Allah, tunakuomba utupe katika hii dunia tu, lakini akhera hawana fungu lolote. Wa minhum man yaqulu, na wao miongoni mwao wanasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ewe Mola wetu, tunakuomba utupe katika hii dunia iliyokuwa mema na akhera utupe iliyokuwa mema na utukinge na adhabu ya moto. Hao ndio ambao wamepata na fungu lililokuwa bora mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo lazima sisi kwenye kumaliza hii Ramadhani na vitu tulivyokuwa tumejifunza ni pamoja na kuomba heri za dunia na akhera. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'adhin fil nas bil hajj, watangazia watu ibada ya haji, watangazia watu ibada ya haji, watangazia watu
ibada ya haji, yaatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yaatina min kulli fajin amiq. Watu watakaokuja kwa miguu na wengine watakuja wamepanda vipando, kwa maana kipindi hicho wametanda hata ngamia aliyokonda kabisa mtu atasafiri naye kwenda katika ibada ya haji. Na sasa hivi ni hivi vipando vingine vitatumika, vitaingia kwenye hiyo aya, watakuidia kutoka katika maeneo ya mbali. Kwa hiyo ibada hii ya Ramadhani imeshapita, tunatakiwa kuanza maandalizi ya kufanya ibada ya haji, kwani nayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuambia masahaba wake, akasema ayuhan nas qad farada Allahu alaykum al-hajj fahujju. Allahu tabaraka wa taala amewafaradhishia hija, nendeni mkahiji. Kwa hiyo kwa wale ambao Allah subhanahu wa taala amewajalia kuwa na uwezo, basi waanze kufanya maandalizi zaidi kwa ajili ya kwenda kuitekeleza ibada ya haji. Hili litakuwa ni muhimu pia katika mafunzo ambayo tunayapata katika mwezi wa Ramadhani, kwamba tulikuwa tunafanya ibada na inakuwa ni sababu ya kuwa na mioyo sasa ya kuweza kwenda kutekeleza ibada zingine, kama ambavyo hii tumeweza ibada iliyokuwa imehusu kimwili, basi kuna ibada itakayokuja inahusu mwili na inahusu mali pia vile vile. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya watu suala la haji wamelichukulia ni jambo kama la hiari. Mtu anaweza akawa na uwezo mkubwa, lakini utamwona tu anazunguka hapa, hawezi kuja kukusudia hata siku moja kwenda katika ibada ya haji. Una uwezo kufikia milioni 50, milioni 100, 200 na kuendelea. Kwa nini usitenge hizo milioni 15 kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya haji? Na hizo mali ni mali za Allah tabaraka wa taala, wewe amekupa ni kama dhamana tu, na hiyo mali muda ukifika utaiacha. Kwa nini usitumie mali ya Allah kwa ajili ya kutafuta pepo ya Allah kwa ajili yako wewe mwenyewe? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunapaswa kuishi nalo. Tuanze mkakati sasa wa kwenda kuitafuta ibada ya haji. Ndugu zangu katika imani, nimalize hotuba yangu kwa kutaja maneno ya Sahal ibn Ubaydillah ibn Abdullah, anasema an-najatu fi thalathatun, kuokoka huko katika vitu vitatu tu. Kama kuna mtu ambaye shabaha yake aokoke mbele ya Allah tabaraka wa taala, anasema kuna mambo haya matatu, tujitahidi sana kwenye haya. Aklul halali, kwanza ujitahidi kule halali. Halali kwa dhati yake, halali kwa chumo lake, ujitahidi kula halali. Lakini jambo la pili anasema wa adabul faraid, na kutekeleza faradhi. Ndugu zangu katika imani, misikiti iendelee kujaa kama ilivyokuwa ikijaa katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani, iendelee hivyo hivyo. Huko ndio kuokoka kutapatikana, kufaulu ndio kutapatikana. Lakini na mwisho anasema wal ittida'u bin nabii sallallahu alayhi wasallam, na kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia matendo yako na ule muonekano wako, ila haya yako unajipamba kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akiishi, akizungumza, akifanya miamala na watu wengine, akiitakidi katika yale mambo ambayo yanahusu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio yanaweza kutufanya sisi tukafaulu na kuokoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين هم الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.